Na Baraza la Sanaa Taifa maarufu kama BASATA limemuita msanii Bi Halima Haji pamoja na meneja wake anayefahamika kwa jina la Rahma R. Pascal kufuatia kusambaa kwa kipande cha video ya muziki kinachodaiwa kukiuka maadili ya Kitanzania. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya BASATA, kikao hicho kilifanyika Machi 18 ambapo wahusika walifikishwa mbele ya baraza na kukiri kosa hilo. Baada ya hatua hiyo sasa, baada ya hatua hiyo hatimaye Baraza la Sanaa Taifa BASATA limemfungia kujihusisha na shughuli za sanaa kwa muda wa miaka mitatu Bi Halima Haji baada ya kubainika kukiuka maadili ya Kitanzania kupitia kipande cha video ya muziki kilichosambaa mitandaoni. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa Machi 21 mwaka 2026 na BASATA, uchunguzi uliofanywa umebaini kuwa msanii huyo alitenda makosa ya kimaadili kwa makusudi kupitia maudhui ya video hiyo. Aidha, imeeleza kuwa Bi Halima Haji alikuwa akifanya shughuli za sanaa bila kusajiliwa rasmi na BASATA na pia hakuwa na kibali halali cha kufanya kazi za sanaa. Kutokana na ukiukwaji huo, BASATA imechukua hatua zifuatazo dhidi yake. Ya kwanza ni kupigwa marufuku kujihusisha na shughuli za sanaa kwa muda wa miaka mitatu kuanzia tarehe ya kutolewa kwa uamuzi huo. Pili, kutakiwa kufuta mara moja kipande cha video husika kutoka kwenye mitandao na majukwaa yote ya kidigitali, lakini pia kulipa faini ya shilingi milioni 3 ndani ya siku 14 kuanzia tarehe ya kupokea taarifa hiyo. Baraza hilo limeeleza kuwa hatua hizo zimechukuliwa kutokana na kusambazwa kwa video yenye maudhui inayodaiwa kudhalilisha lugha ya matusi na kuvunja heshima ya mwimbaji huyo na msikilizaji na mtazamaji. Taarifa hiyo imetolewa na taarifa hiyo imetolewa na Leonidas Tibanga, mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini BASATA, ambaye amesisitiza kuwa baraza hilo litaendelea kusimamia maadili katika kazi za sanaa nchini. Sasa wakati hayo yanaendelea na maneno yamekuwa ni mengi, kwa maana ya maoni pia yamekuwa ni mengi kuhusiana na Bi Halima. Yeye mwenyewe alishare video 2 akiomba msamaha, lakini hii hapa imeonekana pia kwa watu wengi kwa sababu msanii huyo wa kibao kata Bi Halima Haji amerejea tena kuomba msamaha kwa Baraza la Sanaa Taifa BASATA baada ya kupewa adhabu ya kufungiwa kujihusisha na shughuli za sanaa kwa miaka mitatu pamoja na kutozwa faini ya shilingi milioni 3. Aidha, Bi Halima Haji amemuomba pia msamaha Waziri wa Maendeleo, Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima na jamii kwa ujumla, akieleza kuwa muziki wa kibao kata ndio chanzo chake kikuu cha kipato na unamwezesha kumhudumia mwanae pamoja na mama yake. Msanii huyo alikuwa na haya ambayo aliyazungumza kupitia hiyo video, na haya yanakuja baada ya msanii huyo kupewa adhabu hiyo kufuatia video yake kusambaa mitandaoni na kudaiwa kwenda kinyume na maadili ya Tanzania. Sasa hii hapa ilikuwa ni sehemu tu ya kile ambacho Bi Halima alikuwa anakizungumza. Salamu alaikum. Mimi Halima Haji, baba zangu, mama zangu, viongozi wa BASATA, mama Gwajima, msinichoke, nimerudi tena. Kibao kata kama kibao kata ndo maisha yangu, mwanangu Nufaila ndo anonitegemea, mama yangu, mwanangu, mimi ndo kila kitu mimi, hakuna mama yangu mpendwa, mama Gwajima, viongozi wa BASATA, naombeni, mimi mtoto wenu, hakuna
Ni mkono huo, ni mkono. Je, mtaukata? Mtaukata kweli? Mtaukata? Mtoto mi bado nahitaji maelekezo mengi tu. Samahani, naombeni jamii mnisamehe sana sana sana. Mwanangu Nufaila. Yes, so huyo ni Bi Halima Haji ambaye amezungumza kufuatia hiyo video clip akiomba msamaha kwa Basata, lakini pia na kwa Dr. Dorothy Gwajima kufuatia hiyo video yake ambayo imekuwa gumzo pia mtandaoni, na maoni yamekuwa ni mengi sana kwa kila yule ambaye alipata nafasi ya kuitizama. Sasa Bi Halima yeye bwana alipata nafasi ya kushirikiana na msanii Chino Kid kwenye wimbo unaitwa Pembe, moja ya wimbo ambao ulipendwa pia kama ulikuwa ufahamu. Sasa hiyo ni video ambayo ameishare, so tunasubiria kuona mambo yatakuwaje, lakini adhabu tayari imeshatoka na anatakiwa kulipa hiyo milioni 3 katika siku 14 zijazo.